Mwendelezo wa simulizi na hadithi za Donald Trump bado haujakaa kwenye njia yake, licha ya kuwa tumekuwa na wiki yenye angalau utulivu kiasi, ikiashiria maybe kutakuwa na mabadiliko kiasi, lakini kuna mengi ambayo tulianza nayo mwanzo wa wiki hatujayaona. Kutoka kuahirisha kuishambulia Irani katika tangazo la Jumamosi iliyopita, tukaamka Jumatatu na taarifa za kuwa kuna makubaliano na mazungumzo kati ya Marekani na Irani, ambapo baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani vikatuambia kuwa huenda Jumanne kulikuwa na mazungumzo, wakimnukuu Donald Trump kuwa alasiri ya Jumanne mazungumzo rasmi yataanza kati ya Irani na Marekani ili kusababisha nini? Donald Trump alizungumza vitu viwili: kufikia makubaliano ya kufungua mlango wa Hormuz na kuizuia Irani kuwa na nyuklia. Nadhani aliyazungumza hayo. Tukapita kwenye wiki, katikati ya wiki tukaenda mpaka tunaenda mwisho wa wiki, bado tuko kwenye dilema. Naweza kusema kuwa bado tumekwama sehemu ambayo hakuna ishara, lakini utulivu huu na kauli hizi ziliakisi au zilionyesha utulivu wa soko la kimataifa, hasa la nishati, ikionyesha kupungua kwa kiasi fulani kwa bei ya mafuta na kuonekana kushamiri kidogo au madini ikionekana kuwa yamepanda bei kidogo, silver na dhahabu ikiwa imepanda kidogo, takriban wiki moja ikiwa imestick, yani kuwa haijashuka, yani imekaa sehemu nzuri. Sio kwa kiwango hicho, lakini angalau inaonyesha ishara. Lakini masoko makubwa ya hisa ulimwenguni, hasa masoko ya Asia ambayo yamekuwa ndio kipimo kikubwa cha kile ambacho kinaendelea duniani, yameonekana bado kukaa na utulivu. Wasiwasi unakuja mwisho wa wiki ambapo hakuna ishara ya wazi ya kuwa yale ambayo Donald Trump aliyazungumza au yale yameyotajwa kwenye vyombo vya habari hasa vya ulimwengu wa magharibi kuwa yanaweza kutimia, yani tunakwenda kwenye makubaliano. Irani mara kadhaa wamesisitiza kuwa hatupo kwenye mazungumzo, hatuko kwenye mazungumzo na Marekani, hilo wamelisisitiza. Lakini ni wazi kabisa kuwa kuna mazungumzo yanaendelea katika nchi za Mashariki ya Kati. Tunaweza kusema kuwa hatumuoni Steve Witkoff pale, wala hatumuoni Jared Kushner kwenda pale, lakini ukweli kuwa kuna mazungumzo yanazungumzwa hapa katika hizi nchi zenyewe kwa zenyewe. Katika ile nadharia, huenda unaweza ukahisi kuwa majirani wameamua kujadili msiba wao, wameamua kujadili matatizo yao, halafu maybe watampa taarifa yule ambaye aliwatuma. Ishara inaweza kuwa hivyo. Mawaziri wa mambo ya nje wa GCC, nchi za Gulf, nchi za Ghuba, katikati ya wiki walikuwa kule Jordan, walikutana kujadili haya, wakajadili njia za kukata uhasama za pande, na ndio ule mkutano niliwahi kukuambia wa waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia alipokutana na waziri wa mambo ya nje wa Iraq pale kwenye mkutano Jordan, akamwambia kuwa haipaswi Iraq kuwa nchi ambayo inaruhusu mashambulizi kushambulia majirani wenzake, haipaswi kuwa hivyo. Prince Faisal bin Farhan alikuwa akimwambia waziri wa mambo ya nje wa Iraq kwenye hilo. Lakini tarehe ya leo 6 mpaka 8 kutakuwa na mkutano ambao kwa sasa ukifuatilia vyombo vya habari unaonekana kama ndio mkutano wa gumzo, yani ndio mkutano ambao labda unaweza ukatoa lolote katika hiki kinachoendelea. Mkutano wa waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif akiongozana na mkuu wake wa jeshi Asim Munir, ambao wameelekea kule Jeddah, Saudi Arabia, kwenda kuzungumza na mwanamfalme Prince Mohammed bin Salman. Waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif katikati ya wiki alikuwa na mazungumzo marefu na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Haijulikani walichokizungumza kipi, lakini mazungumzo kati ya Omani na Irani yameendelea katika nafasi yake ya kuonekana kama kuwa kuna suluhu kwenye swala la Hormuz. Lakini
ukweli kwa kile ambacho tunakiona katika hiki kitu ambacho kinaitwa mazungumzo ya Omani pamoja na Irani, bado ndani yake ni mitego juu ya mitego, mitego juu ya mitego. Sitarajii sana kuwa na matumaini makubwa sana katika hiki ambacho kinazungumzwa, kwa sababu kwangu mimi kila nikiyatazama sioni kama kuna mabadiliko sana ya kutoka pale tulipo. Labda tunaweza tukabadilishwa na kile ambacho ulimwengu wa magharibi umezungumza sana, kuwa twende kwenye makubaliano ya muda. Makubaliano ya muda. Unajua ile kauli wanasema kuwa funika kombe. Inawezekana wameamua kuwa hebu tufunike kombe, halafu mwanaharamu apite au mambo mengine yaendelee. Yes, tunaweza tukafunika kombe kwa sababu tuko mwezi Agosti. Uchaguzi wa Israeli mwezi Oktoba. Uchaguzi wa Marekani mwezi Novemba. Wapiga kura wa awali wa Marekani ambao huwa wanapiga kwa njia ya posta au wanapiga kwa njia, yani wale ambao sio wale, kuna wale wapiga kura wa awali huwa wanapiga Septemba. Niambie kura zimekaaje ikiwa watafanya Septemba? Kwa sababu tuko Agosti hii, yani mwezi mmoja ujao. Unaona push inaosukuma kumlazimisha Trump kuwa funika kombe, tunakwenda kwenye makubaliano ya muda. Halafu baada ya pale tutakuja kufanya nini? Tutarudi kisawasawa. Tutakuwa na nguvu kiasi gani ya kurejea kwenye wakati huo? Sasa vyombo vya habari katikati ya wiki mpaka mwisho wa wiki waliendelea na wimbo wao walioandika sana kuhusu upungufu wa silaha kwa Marekani. Upungufu wa silaha kwa Marekani. Niliwahi kulizungumza hili mwanzoni kabisa kabla ya mzozo. Naweza nikasema wiki moja kabla ya vita. Generali Duncan, bosi wa jeshi, alinukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari ambavyo baadaye taarifa ilikanushwa, akimwambia Donald Trump kuwa hatuwezi kwenda kwenye hii vita, hatuna silaha za kutosha. Hatuna silaha za kutosha kubaki kwenye hii vita, kwa sababu vita haina mkakati wala haijulikani tunapigana kwa muda gani. Baadaye vyombo vya habari vilivyoandika hiyo taarifa, Donald Trump akavijia juu sana kuwa nyinyi wanafiki sana, kwa nini mnazungumza vitu kama hivi? Na Ken anaunga mkono mashambulizi dhidi ya Irani. Na Ken akaamua kunyamaza, na akaliacha hilo kama lilivyokuwa. Sasa hili la juzi limekuwa juzi. Vyombo vya habari vimeandika taarifa mbili tofauti. Taarifa ya kwanza iliandikwa kuwa Donald Trump alimbwatukia. Tutumie neno kubwatuka, ukitoa ile wiki iliyopita kuwa aliwatolea matusi, kwa sababu ilizungumzwa hivyo kuwa aliwatukana watu wake. Baada hiyo ilikuwa baada ya mwisho, baada ya ziara ya Netanyahu kuondoka. Kwa hiyo alikana jopo lake akawaambia, leteni mipango, tunaendaje Irani? Kila wakichungulia wanaambia hatuna njia ya kwenda, mipango yote haifanyi kazi. Ndio akawatukana. Hiyo kwa mujibu wa magazeti ya magharibi, alitoa matusi. Hii taarifa ninayokuambia ya kuhusu kumbwatukia, hata sasa hivi ukiingia kwenye jarida la The Washington Post iko juu kabisa, unaikuta hii taarifa kwenye jarida la The Washington Post. Lakini si tu Washington Post iliyoandika hii habari. Hii habari iliandikwa na Reuters, hii habari iliandikwa na The New York Times, hii habari imeandikwa na BBC, hii habari imeandikwa na CNN sana, hata jana CNN waliandika. Hii habari imeandikwa na Axios, hii habari iliandikwa na Wall Street Journal, na vyombo vingine waliandika. Financial Times waliandika hii habari ya Trump kubwatukiana na Peter Hegseth. Trump alichokuwa kibwatuka awali, taarifa inasema kuwa aliwaambia, kwa nini mmenidanganya kuhusu akiba yetu ya silaha? Kwa nini mmenidanganya? Yani wakati anaahirisha yale mashambulizi, anasema kuwa aliahirisha kwa sababu aliombwa na nchi ziahirisha, kusema Qatar, akataja UAE, akapata Saudi Arabia kuwa walimuomba ahirishe. Lakini taarifa zilivyokuja kuandikwa na vyombo vya habari vya kwao, wakasema kuwa aliahirisha baada ya kupewa ripoti sasa yenyewe kuwa baba, hatuna silaha. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot na THAAD haina vizuizi vya kutosha. Tunaendaje sasa? Kwa hiyo akawabwatukia. Lakini hiyo taarifa ilivyokwenda White House, akaulizwa na wanahabari, Caroline Leavitt, msemaji wa pale, yule mwanamama, akakanusha, akasema hii habari ni ya uongo kwa 100%. Kwa 100%.
Sasa hii habari imeandikwa tena mara ya pili katika muktadha mwingine. Yaani awali alimbwatukia, taarifa ya pili na Trump amewaka, anasema kuwa hajakasirika. Yani anasema kuwa taarifa ilivyoandikwa pili, anasema kuwa si kweli kuwa Donald Trump alikuwa hana taarifa ya hifadhi ya silaha zilizokuwepo. Yani kuwa taarifa alikuwa nayo, anajua. Alichokerwa Donald Trump ni kuwa kwa nini kuna watu katika serikali anayoiongoza yeye wanavujisha taarifa. Kwa hiyo alichoagiza akasema kuwa uchunguzi uanze haraka mara moja kuwabaini hawa watu ambao wanavujisha taarifa kutoka kwenye serikali yake. Inatajwa kwa sababu mfano, kwa mujibu wa The New York Times, nadhani nilikuwa nikisoma jana, inasema kuwa yani kwa mujibu wa vyanzo 6, yani sources zile 6, yani vyanzo 6, yani kuwa waliohojiwa ni zaidi ya mmoja. Yani unaweza kusema kuwa hii taarifa ni ya uongo, labda mtu mmoja kakuletea au wa pili kakuletea, lakini kwa mujibu wa jarida la The New York Times ambao nililisoma nadhani jana, vyanzo 6 viliongea na wanahabari kuelezea kuwa hili swala lilikuwepo na lipo na ni la ukweli. 60 sources, vyanzo 6 ambavyo vimetoa hiyo taarifa. Sasa hiyo taarifa ya pili ndio taarifa ambayo inasema kuwa Trump hajakerwa, au sio kwamba Trump alikuwa hajui uwezo wao wa hifadhi za silaha zilizopo, alikuwa anafahamu fika wazi, isipokuwa kilichotokea ni kuwa Trump amekasirika sana kwa watu kuvujisha taarifa, na amesema, amewaagiza mamlaka kuwa watafuteni mpaka muwajue, na hawa watu wanatakiwa wawekwe korokoroni au watu wakamatwe na wafungwe. Kwa nini wanavujisha taarifa? Wanatajwa kuwa ndani ya serikali kuna upinzani mkubwa sana dhidi ya vita. Kwa hiyo kuna wengi wameamua kuvujisha haya ili kumlazimisha Donald Trump atoke kwenye vita kuja upande wa pili. Sasa kile ambacho nimekuambia kinaendelea Mashariki ya Kati, kati ya mazungumzo ya hawa na hawa, ni kuwa majirani wameamua kuzungumza, wenye msiba wenyewe kuwa wanajadili kuhusu msiba, ima wazike ima wasafirishe au wanashughulika vipi. Sasa bosi wao atapokea taarifa kutoka kwao. Ukitazama connection, kwa sababu mtu mmoja aliniambia, wewe umetuambia hamna mazungumzo, wao unajisema kuna mazungumzo, fanya nini? Sikiliza, huko kwenye tempa zako na hisia zako, wala huwezi kunielewa nazungumza nini. Hapa nimetoka kuzungumza nini? Nimetoka kunukuu vyanzo, nimetoka kunukuu na ninakutajia mpaka jina. Nenda sehemu fulani utakuta hiki kimeandikwa hivi, nenda sehemu fulani. Kwa hiyo ninachokuambia ni kile kimeandikwa sehemu fulani. Kwa hiyo hata mimi nilivyokuwa nikikwambia kuwa Irani wanakanusha mazungumzo, still wanakanusha mazungumzo, na nikakupa mfano kwenye mazungumzo, kwenye uchambuzi wangu nikakwambia kuwa alipokuwa anazungumza na vyombo vya habari Majid al-Ansari, msemaji wa wizara mambo ya nje ya Qatar, ambayo unaweza kusema kuwa Qatar na Pakistani ndio wasimamizi wa haya mazungumzo kwa hivi sasa. Msemaji wa moja ya nchi ambayo inasimamia hayo mazungumzo, Majid al-Ansari, anasema kuwa hakuna mazungumzo yoyote yanaendelea hivi sasa kati ya Marekani na Israel, isipokuwa tunaangalia uwezekano wa kufungua mazungumzo ya kidiplomasia kwenye hili. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Pakistani, siku ya pili baada ya taarifa ya Majid al-Ansari, na yeye akazungumza na vyombo vya habari akasema kuwa kile kinachoendelea kati ya Iran na Omani kwa njia ya kufungua mlango wa Hormuz huenda kikasababisha kufunguliwa sasa kwa mazungumzo ya kiufundi kati ya Marekani na Irani, huenda ikasababisha. Sasa hawa wawili ndio wanaosimamia mazungumzo. Naweza kusema kuwa hawa ndio wanaosimamia mazungumzo kamili ya kile kinachoendelea. Kwa hiyo Irani wakikupa taarifa kuwa hamna mazungumzo, kwa sababu Irani hazungumzi moja kwa moja na Marekani. No diplomatic relation hapa kati ya Irani na Marekani, hawezi kuzungumza moja kwa moja. Kwa lazima unapitia kwenye nchi nyingine. Sasa nchi gani unapitia? Ni hizi nchi mbili, na hizi nchi mbili zinatupa taarifa kuwa hamna mazungumzo yote yanaendelea. Kwa hiyo nini kinachoendelea? Kinachoendelea ni mazungumzo kati ya Iran na Omani ambayo wanataka wayatumie kama bridge, kama daraja la kwenda huko mbele. Shida moja kubwa ambayo inakuja hapa, shida hii kubwa inakuja kwenye kile ambacho Trump hukizungumza au alishakizungumza. Alikiandika kwenye Twitter 2020 akasema kuwa unaweza ukawashinda Irani kwenye vita, huwezi kuwashinda kwenye
mazungumzo. Ukweli unazidi kujidhihirisha. Kauli ya Donald Trump ilikuwa ni halisi kuwa hawa watu unapokaa nao kwenye mazungumzo hutowashinda, yani na ni vigumu kuwashinda. Ukienda kutazama hayo yanaitwa makubaliano kati ya Omani na Iran, nenda kasome vile vifungu, nenda kaangalia makubaliano yanayokubalika. Kwa haraka haraka ukitazama kwa jicho la pembeni unaweza ukaona kuwa naona kama Iran ikashikwa. Kwa sababu gani? Meli zitakazoingia kwenye eneo hili zote zitapita njia ya Iran, na meli zinazotoka Hormuz zitapita njia ya Omani. Unaweza kusema si lile lile alikataa kuwa Omani waliomba njia, Irani akakataa. Sasa Irani ameidhinisha njia ambayo itakuwa ya kwake kuingia na kutoka, itakuwa ya Omani chini ya uratibu wa nani? 100% Iran, mwanzo mwisho. Yani haya makubaliano ya Oman na Irani yanaipa haki zaidi Irani kuliko hata makubaliano yaliyowasababisha wakapigana hivi karibuni kwenye ile MOU ya 14. Kile kifungu cha 5 kilikuwa hakijawapa Irani kwa kiwango hiki ambacho haya makubaliano ya Oman na Irani imetoa. Yani haya makubaliano wanaoyazungumza ambayo ndio sasa yanataka yatumike kama msingi wa kwenda kutatua tatizo ambalo liliwasumbua, haya makubaliano yanampa zaidi Irani kuzidi hata makubaliano ya MOU ya fungu 14. Sasa unakaa unajiuliza kuwa nini kinaendelea? Ni kweli inabaki pale pale kuwa huwezi kuwashinda kwenye mazungumzo, lakini utawashinda kwingine. Kwenye mazungumzo huwezi kuwashinda. Jamani, asanteni sana na niwatakie kila la kheri. Shukran sana. Mimi na wewe tutakuja kuzungumza mara nyingine pale itapobidi kuja kuzungumza. Nikutakia kila la kheri. Jumaa Karim. Asante sana.